Tulipokea taarifa za kifo cha Baba Mtakatifu Francisco. Mimi kama askofu, mtu niliyemjua, nilishamuona, kwa kweli nilisikitika. Lakini masikitiko yamekuwepo hata baina ya waumini. Wengi wamenipigia simu, wengi wamenipa pole, na wengine hata tumeongea nao kwa simu na ujumbe mbalimbali ambao walikuwa naupitisha kwa njia ya simu. Kwa kweli inaonyesha watu wamesikitika, wameupokea kwa masikitiko makubwa, lakini hatuna namna isipokuwa tu kumwombea na kumtakia kila jema. Mwenyezi Mungu ampokee huko mbinguni. Kutana naye, nimeshakutana naye kwa kweli mara kadhaa. Nimekutana naye mara mbili. Maaskofu wa Tanzania walipoenda kumtembelea, kwa sababu tuna utaratibu wa kikanisa. Maaskofu kila baada ya muda fulani tunatembelea Roma, kusali katika kaburi la Mtakatifu Petro, kaburi la Mtakatifu Paulo, lakini vile vile kuonana na Baba Mtakatifu na kutoa ripoti za mambo yetu ya kichungaji tunayoyafanya huku majimboni. Mara mbili tuliweza kwenda maaskofu, na kila mmoja akapata fursa ya kuweza kuonana na Baba Mtakatifu. Lakini pia nilishaenda mara mbili tena nikiwakilisha maaskofu katika sinodi. Sinodi ya familia mwaka 2014, na baadaye nilienda tena kuwakilisha hivyo maaskofu wenzangu mwaka 2015 katika sinodi iliyokuwa inahusiana na vijana. Safari zote mbili mimi nilivyomuona Baba Mtakatifu ni mtu anayependa kusikiliza, ni mnyenyekevu, na hapendi kuingilia uhuru wa mtu. Anakusikiliza, unatoa mawazo yako, na yeye hatimaye atatoa ya kwake. Unaona, kwa kweli ni mtu mnyenyekevu kwa kweli, na mtu anayeishi kwa kweli maisha ya kawaida. Mtu mwingine mkubwa kama yeye, kitu cha kwanza ingekuwa kumuogopa na kumkimbia, lakini yeye anavutia na anakaribisha. Unaona, na anajishusha. Tunayo mambo kadhaa ambayo tunaweza tukamkumbuka. Aliitisha sinodi hivi majuzi. Sinodi hiyo tulipelekewa madodoso ambayo tulilazimika kuyajibu. Waumini mmoja mmoja katika jumuiya, tukaenda kwenye parokia, na baadaye tukatoa ripoti moja ya kijimbo. Hiyo ilileta alama ambayo kwa kweli sio rahisi kuisahau, kwa sababu kila muumini alipata fursa ya kuweza kujadili mambo yanayohusu kanisa lake. Unaona, hiyo ni moja, lakini kuna mambo mengine ambayo ni kama mimi askofu, alinichagua kuwa askofu mkuu wa Mwanza miaka 5 iliyopita. Hiyo ni alama ambayo itanifanya nimkumbuke kwamba niko hapa Mwanza kama askofu mkuu, kwa sababu yeye mwenyewe aliniteua nikaja hapa. Lakini zipo ishara nyingine ndogo ndogo, kwa mfano matamko yake, msisitizo wake kuhusu mazingira, na sisi kwa kuitikia tumejitahidi tukaamua kupanda miti. Tumepanda miti sehemu mbalimbali, lakini vile vile tukapitisha maamuzi kwenye shule zetu kwamba hatimaye kila shule isitumie kuni kama sehemu ya kutunza mazingira. Bahati nzuri jambo hilo likaja na tamko la serikali. Serikali na yenyewe ikatuomba kila mahali ambapo kuna watu zaidi ya 100 inafaa
tutumie na nishati mbadala isiyo haribu mazingira, tusitumie kuni na mkaa. Lakini sisi tayari tulikuwa tumeshaanza, hatujatekeleza kwa 100%, lakini tumeanza, na hiyo ni kwa sababu ya mafundisho tuliyoyapata kutoka kwake Baba Mtakatifu, na hasa kupitia andiko lake la Laudato Si. Kwa kweli alikuwa mnyenyekevu, mtu wa kawaida, na aliweza kuongea na wote. Hata sisi viongozi wa kiroho wa leo, kwa kweli tunapaswa kuwa hivyo. Tujue maisha na mazingira ya watu wetu, na hapo pengine tunaweza hata kuwaelekeza na kuwasaidia ili watokane na maisha ambayo yanaashiria aina fulani ya uduni, kiasi kwamba hata afya zao zinaathirika. Lakini wawe ni watu ambao wasijikweze, wasijione wao ni bora kuliko wengine. Basi unajua, ukitoka katika hali wa kawaida, mwisho unaingia katika hali ya uanasa na starehe ambazo sio za lazima, mambo ambayo Baba Mtakatifu hakuwa nayo. Ndivyo tunavyopaswa kuwa nayo hata sisi, sio viongozi tu wa imani, lakini hata watu waumini wa kawaida na watu wote kimsingi. Tunapaswa tuungane katika kumwombea Baba Mtakatifu. Ni kipindi kifo hiki kimetokea wakati ndio tumeanza Pasaka. Kuna siku 8 za mashangilio katika Pasaka, ambapo kimsingi ni Pasaka, ni ufuko wa Bwana. Chochote kinachoweza kutokea hakiwezi kufunika Pasaka. Sasa limetokea hili la msiba na kuondoka kwa Baba Mtakatifu, lazima tuendelee kusherehekea Pasaka, kushangilia ufuko Bwana wetu Yesu Kristo, tukikumbuka tu kwamba hata ufufuko ni sehemu pia ya nini? Ya mahangaiko, ya mateso. Bwana wetu Yesu Kristo amefufuka kupitia mateso. Hata haya ambayo yametokea kwa Baba Mtakatifu ni sehemu ya maendeleo yetu ya maisha ya kiroho, kwamba hatimaye tutaondoka hapa duniani ili tumfikie Mwenyezi Mungu.